Mbio za ubingwa zinazidi kushamili kwenye NBC Premier League, na hii yote ni baada ya wekundu wa Msimbazi kupunguza idadi ya gepu ambao alikuwa amepitwa na wapinzani wake Young African. Baada ya Young African kupoteza mchezo kwenye ligi ya NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji na wekundu wa Msimbazi kushinda mbele ya Mashujaa. Sasa ukianza kuangalia tofauti ya gepu mpaka saizi ni gepu 2, yani Young African anaongoza ligi kwa kumzidi Simba Sport Club alama 2. Sasa hapa bado vuguvugu mpaka saizi, bado ubingwa au ueleweki unakwenda kwa nani. Sasa hapa tunaenda kukuletea mechi 7 zilizobaki kati ya Young African na Simba Sport Club. Je, unafahamu mechi alizobakiza Young African? Lakini pia je, unafahamu mechi alizobakiza wekundu wa Msimbazi? Tunakuletea live kabisa hapa. Lakini pia wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Sasa bila kupoteza muda, tunaanza na klabu ya Young African, mechi 7 zilizobaki. Mechi ambazo zimebaki za Young African, mechi inayofuata ni Young African dhidi ya Singida Black Star. Young African atakuwa nyumbani mchezo huo, na mechi nyingine ni Young African na Namungo. Yanga atakuwa nyumbani. Mechi nyingine ni Mashujaa na Young African, ambapo Young African atakuwa ugenini, Mashujaa atakuwa uwanja wake wa nyumbani kule Kigoma. Na mechi nyingine ni Fountain Gate na Young African, ambako Young African atakuwa ugenini dhidi ya Fountain Gate. Na mchezo unaofuata ni Young African na Azam FC, na huu ndio unatabiria kuwa mchezo mgumu, maana ni Mzizima Derby hii, ambapo Young African atakuwa nyumbani na Azam atakuwa ugenini. Lakini mchezo mwingine unaofuata ni Young African na TRA. Young African atakuwa nyumbani. Lakini mchezo wa mwisho ambao Yanga atamalizia kwenye michezo 7 ni JKT Tanzania na Young African, ambapo Young African atakuwa ugenini, mchezo ambao utapigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Na ikumbukwe kwamba Young African hajawahi kupata ushindi kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na mechi hii ni ya mwisho. Je, itakuwaje? Hiyo ndio ratiba ya Young African. Sasa tunarudi kwenye ratiba ya wapinzani wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Ratiba yao ni kama ifuatavyo: baada ya kumalizana na kule Kigoma, baada ya kumalizana na Mashujaa, sasa mechi inayofuata ni Coastal Union na wekundu wa Msimbazi, ambapo Simba atakuwa ugenini na Coastal Union atakuwa nyumbani. Na mchezo mwingine ambao unafuata ni Simba na Dodoma Jiji, ambapo Simba Sport Club atakuwa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Na mchezo mwingine ni Simba na Pamba, ambapo Simba atakuwa nyumbani. Lakini mchezo mwingine ni Mbeya City na wekundu wa Msimbazi, ambapo Simba Sport Club atakuwa mgeni wa Mbeya City na Mbeya City atakuwa nyumbani. Lakini mchezo utakaofuata ni Simba na Mtibwa Sukari, ambapo Simba atakuwa ugenini, Mtibwa Sukari atakuwa nyumbani. Na mchezo mwingine ni Simba na Singida Black Star. Sasa hapa ndipo mchezo ambao unatarajiwa kuwa mgumu wa wekundu wa Msimbazi. Lakini mechi ya mwisho ya wekundu wa Msimbazi ni Kinondoni FC KMC, ambao Simba Sport Club atakuwa mgeni, lakini Kinondoni KMC atakuwa ndiye mwenyeji. Sasa hizi ndizo ratiba zilizobaki za wagogo hawa kati ya Simba Sport Club na Young African. Sasa gapu ni pointi 2, lakini mechi zilizobaki ni kama hivi ulivyoziona. Je, nani ambaye atatwaa ubingwa wa NBC Premier League? Hapa ndipo changamoto inapokuja. Sasa shabiki, wewe unayetusikiliza, wewe unayetuangalia, je, wewe unamtabiria nani ambaye anaweza akachukua ubingwa wa NBC Premier League? Drop comment hapo chini. Wewe ni shabiki wa timu gani, na utuambie timu gani ambayo itachukua ubingwa msimu huu. Tukutane kwenye comment. Lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingine kutoka kwetu. Bye bye.